ya kati, mataifa kama Saudia, taifa kama Qatar, taifa kama Bahrain, taifa kama Iraq na baadhi ya mataifa mengine, UAE, United Arab Emirates, na mataifa mengine ya Kiarabu, ni mataifa ambayo kwa asilimia kubwa kuna ahlu sunna wal jamaa. Kwa mfano Saudia ni taifa ambalo ndani yake kuna ahlu sunna wal jamaa, most of them, yani wengi katika wao ni ahlu sunna wal jamaa ambao tunafanana nao katika misimamo. Lakini suali la kujiuliza, mbona hawa ambao tunafanana nao katika misimamo, mbona hawaonekani kwa mstari wa mbele katika kuweza kutetea Uislamu au kutetea baadhi ya mambo ya Kiislamu yanayoendelea katika ardhi ya Middle East? Unajua kuna kitu kimoja watu hawajui. Ukiusoma ufalme kuanzia kwa King Fahd mpaka huyu bwana mdogo Crown Prince Muhammad bin Salman wa sasa hivi anayekuja, ukiwasoma historia yao, wale sio wenyeji wa Makka na wala sio wenyeji wa Madina. Ukiwasoma historia yao, sio wenyeji wa Makka na wala sio wenyeji wa Madina. Ukisoma katika historia, wenyeji wa Madina na Makka wanajulikana ni wakina nani. Ukisoma katika historia, yani ukimtafuta King Fahd Muhammad bin Salman wa sasa hivi, huwezi kumkuta kama ni katika miongoni mwa Banu Hashim, huwezi ukaambiwa pengine huyu ni Mkuraishi, huwezi kuambiwa hivyo. Na wenyeji wa Makka na wenyeji wa Madina wanajulikana. Huwezi kuambiwa pengine Muhammad bin Salman pengine ametokana na kabila la Khazraj, ametokana pengine na Aus, ametokana, huwezi kuambiwa hivyo. Hawa wametoka wapi? Wakati Mtume anatoka Makka kuhamia Madina, alikuta makabila ya Kiyahudi pale Madina yapo. Alikuta makabila ya Kiyahudi pale Madina yapo. Aliyakuta yapo. Na yale makabila ya Kiyahudi hawakuwa wenyeji wa pale, ni watu waliokuja pale. Wenyeji wa Madina ni Aus na Khazraj, ndio wenyeji wa Madina. Wale Banu Quraidha, Banu Nadhiri, Banu Kainuka, wote walikuwa ni watu waliohamia katika mji wa Madina. Wale walikuwa ni Mayahudi. Na ukisoma katika historia, ukoo wa kifalme wa Kisaudia, ukoo wa kifalme wa Kisaudia ni ukoo uliotokana asili yake na koo za Kiyahudi zilizokuwa katika maeneo ya Madina na Makka. Asili yake ukisoma ni koo, asili yake ni za sio wenyeji. Na ndio maana utakuta wale mabwana wanaobei kwa Mayahudi. Yani wao ni watu ambao wanakwenda kushirikiana au wanatii maelekezo ya Mayahudi. Na ndio maana juzi Trump alitoa kauli akasema, Saudi should kiss my ass. Yani wale wa Saudi wanapaswa kubusu makalio yangu. Trump anawaelezea yani kwamba hawana cha kunifanya, nimewashika pabaya. Chochote wanachotaka kufanya sharti lazima waje kwangu. Lazima, ni kauli ambayo alitoa Trump, kwa sababu ni kweli kwamba wao kila kitu chao wamekiegemeza kwa Myahudi. Unachokijua wewe ndani ya Saudia, chochote kile kimeegemezwa kwa Myahudi. Ndio maana leo baadhi ya sheria, tunaamini Saudia ni dola ya Kiislamu, lakini kuna baadhi ya sheria zinapitishwa ziko nje ya mifumo ya sheria za Kiislamu, nje ya sheria za Kiislamu. Kwa mfano, kufunguliwa kwa makasino katika mji kama ya Jeddah, kufunguliwa kwa makasino katika mahala kama Riyadh ni nje ya sheria za Kiislamu. Lakini kuna baadhi ya wanamuziki wakitoka Marekani, kwa mfano wakina Nicki Minaj, wakina Cardi B, ambao wakienda kuperform majukwani wanacheza uchi. Pengine nyinyi hamjui, mimi nafuatilia wale wakina Cardi B, wakina Nicki Minaj wakiperform majukwani wanacheza uchi. Na moja ya masharti yao wanayotoa kwamba waruhusiwe, wakienda pale waruhusiwe wanawake waliokuwepo katika miji ile kuja kuhudhuria katika show zao. Ikiwa hawatoruhusiwa, wao hawatokwenda kuperform. Kwa hiyo sheria wakati mwingine zinaruhusu wanawake kwenda kwenye maconcert ya kina Nicki Minaj, wa kina Cardi B, inafanyika ndani ya ardhi ya Waislamu, ndani ya ardhi ya Waislamu, ndani ya ardhi ya Waislamu. Unajiuliza kwamba
Ikiwa hii ni dola ya Kiislamu, inawezekana vipi kuruhusu makasino au concert za watu ambao wanakuja kuperform wakiwa wapo uchi? Bali dola ya Kiislamu inalindwa na wasiokuwa Waislamu. Yani inawezekana vipi haramu ya Makka, haramu ya Waislamu ya Makka, inawezekana vipi ikawa inalindwa na Mayahudi? Yani Marekani ndo ana majukumu yote ya kulinda haramu ya Waislamu. Yani si ya kibla yetu ile Al-Kaaba ya kwetu, inalindwa na Marekani. Marekani ndo analinda pale, na ndio ana bezi pale. Ndio unaona na Irani anapiga mpaka kwenye bezi za Marekani, analipua kwenye baadhi ya maeneo ambao Marekani wameweka bezi zao, na system ya security nzima ya Saudia ipo chini ya Marekani. System nzima ya ulinzi wa Saudia ipo chini ya Marekani. Bali vifaa vya kijeshi, mwaka juzi Saudia amenunua vifaa vya kijeshi kutoka kwa Marekani vyenye thamani ya dola bilioni 200. Dola bilioni 200. Bilioni 200 kanunua kwa Marekani. Kwa maana yake security nzima ya Saudia na Kaaba yetu na yale mambo yetu matukufu, kaburi la Mtume, vyote security yake inamtegemea Marekani ambaye ni Myahudi. Sasa unajiuliza, huu ufalme ambao unaendesha masala ya Kiislamu, kwa nini security yake iende ikaegemeze kwa Myahudi? Wale ambao tunawaona ni mashia wa Irani, tunawaona ambao ni mashia, tunaona ambao sio Waislamu. Kuna baadhi ya watu wanawaona wale sio Waislamu. Lakini miaka miwili nyuma iliyopita tulikuwa tunashuhudia hapa Palestina ikiwa inapitia katika wakati mgumu, inapitia katika kipindi kigumu cha watu kuuawa katika ardhi ya Gaza. Lakini hatukushuhudia dola yoyote ya Kiislamu ikiwa inakwenda kuwasaidia watu wa Gaza, isipokuwa tunamuona Muirani ndo anakwenda front line kwenda kuwasaidia. Ndio maana swali langu wakati mwingine walinarudi pale pale kwamba hivi hawa tunawaona ambao sio Waislamu, mbona hawa wanaonekana ndio wanawatetea Waislamu? Hawa tunawaona Waislamu, mbona hawa ndio wanaonekana hawaendi kuwatetea Waislamu? Sasa Waislamu tulipoachana, tukaanza kupandikiziwa fitna ya chuki baina yetu, mwisho wa siku tukakosa nguvu. Leo mnaona mafuta yamepanda. Mafuta yamepanda. Na ni hatari, kwa sababu mafuta yakipanda, yani maana yake ni kwamba kila kitu kinapanda. Inatokea inflation ya uchumi, mfumuko wa bei unatokea, kila kitu kitapanda bei. Kila kitu, maisha yatapanda. Sasa hivi mchele utapanda, usafiri utapanda, unga utapanda, soda itapanda, unachokijua wewe kitapanda bei. Sababu ya mafuta yamepanda. Yani unapozungumzia uchumi ni mafuta. Kila kitu kitapanda. Kwa nini kila kitu kipande baada ya mafuta kupanda? Utagundua wazi kwamba lau kama Waislamu lao lingekuwa moja, dunia ingekuwa inakuja kutii kwa Waislamu. Yani kama Middle East Waislamu wangekuwa ni wamoja, kungekuwa hakuna fitna ya Mayahudi kuingia pale Middle East. Waislamu lao likawa moja, kumbe dunia nzima ingekuwa inaobei kwa Waislamu. Dunia nzima inategemea mafuta, na dunia nzima leo inalalamika kuhusu mafuta. Dunia nzima inalalamika kuhusu mafuta, na mafuta yapo kwenye ardhi za Waislamu. Mafuta yapo kwenye ardhi za Waislamu. Kwa hiyo lau kama Waislamu lao lingekuwa moja, maana yake dunia nzima hii ingeobei kwa Waislamu. Dunia nzima hii ingelipa jizya, ingekuwa inatoa kodi kwa Waislamu. Lakini baada ya Waislamu kuwa lumwage, ndio maana mnaona leo sasa Waislamu wamekuwa hawana nguvu. Lakini mfano rahisi ni haya mafuta tu. Leo mnaona Muirani amekwenda ameifunga ile Strait of Hormuz, kaifunga ile. Mfano mwepesi mnaona dunia imesheki. Kwa tafsiri nyepesi ni kwamba lau kama Waislamu wangeungana, kwa mfano Bahrain, Saudia, Qatar, Yaman, Oman, United Arab Emirates, wale wote wangeungana, wale Iraki wangeungana, Syria wangeungana, maana yake ni kwamba dunia nzima ingekuwa inasikiliza Waislamu wanataka nini. Makafiri Mayahudi wakiwa wanakuja kutushambulia, huwa wachagui kwamba huyu Shia huyu Sunni. Wao huwa hawaja wafanyi kwamba huyu Shia mshambulieni, huyu Sunni. Wao wakija kutushambulia, wanatushambulia kama Waislamu. Sisi wenyewe Waislamu tunabaguana, huyu Shia,
huyu Ibadhi, huyu Ahlusunna, huyu Salafi, huyu Sufi, sisi wenyewe kwa wenyewe, ila wale maadui wakija wanatujumuisha. Shida inaanzia hapo. Kwa hiyo haya mnaoyaona leo ni funzo. Lau kama Waislamu lao lingekuwa moja, dunia hii ingekuwa inaendeshwa na Waislamu. Ndio maana ile aya Mwenyezi Mungu aliposema barakna haulahu, tumevibariki vilivyokuwa pembezoni mwake. Vilivyobarikiwa pembezoni mwa msikiti wa Aqsa ni rasilimali zilizokuwa pembezoni mwa msikiti wa Aqsa. Yani ukizungumzia nchi zote zina mafuta zile. Yani ukizungumzia Saudia ina mafuta, ukizungumzia Bahrain ina mafuta, ukizungumzia Qatar ina mafuta, ukizungumzia Lebanon ina mafuta, ukizungumzia Syria ina mafuta, ukizungumzia Iraq ina mafuta. Kila kitu kipo pale Middle East. Waislamu lao lingekuwa moja, leo Waislamu wangekuwa wanaongoza dunia. Lakini leo Waislamu wamemwagika, hawapo pamoja, ndio mnaona mtihani huu leo mnauona katika dunia. Tumegawanywa Shia, Ibadhi. Leo Mwirani anamshambulia adui ambaye ni Myahudi, anatokea mjinga mmoja anakwambia unajua kati ya wale Mashia na wale Mayahudi bora Mayahudi. Yani mtu wakati mwingine unajiuliza huyu ana akili timamu? Yani mtu anakwambia kati ya wale Mayahudi na Mashia bora wale Mayahudi kulikoni hawa Mashia. Nimemsikia mtu mmoja, shehe mmoja kutoka Tanga huko, anazungumzia habari ya kadhia Middle East, anasema kwamba kati ya hawa Mashia na hawa Mayahudi mimi ninavyoona bora hawa Mayahudi kulikoni Mashia. Yani watu fikra yao imelala kwa kiwango hiko. Yani ile chuki imepandikizwa mpaka mtu anaamini Myahudi ni bora. Kinachotokea leo Irani anadhihirisha kwamba lau kama Waislamu wangekuwa lao ni moja, Marekani asingekuwa na nguvu katika dunia ya leo. Leo Mwirani yuko peke yake, lakini kadhihirisha kwamba Marekani sio superpower, Mayahudi sio superpower katika ulimwengu. Sikwambii kama wangeamua kuungana wale Waislamu wote wa Middle East, nchi za Kiarabu, kwamba lao lingekuwa moja, dunia ingekuwaje? Mwirani yuko peke yake, lakini kaonyesha dunia. Na hakuna mtu yoyote anayeweza kwenda kuifungua Strait of Hormuz. Hakuna anayeweza kwenda kuifungua. Hakuna. Marekani kashindwa, na baada ya wiki 3 anaondosha wanajeshi wake, wanaondoka. Kashindwa. Leo Trump nilikuwa namsikiliza anasema kwamba mimi naondosha vifaa vyangu na askari wangu, kila mmoja atajua mwenyewe. Kila mmoja atajua mwenyewe. Mimi mafuta ninao nyumbani kwangu, ila nyinyi ambao hamna mafuta mtajua wenyewe. Shida na matatizo katika dunia hii siku zote na miaka yote inasababishwa na Mayahudi. Yani Mwirani hawezi kuzuia mafuta nchi nyingine zisipate. Haiwezekani. Lakini Myahudi ndio anasababisha dunia ingie katika matatizo kama haya. Dunia ingie kwenye machafuko. Na always, siku zote Myahudi ili asucceed kwenye mambo yake ni lazima kuwe na vita. Kama hakuna vita hawezi kufanikiwa. Lazima wapiganishe, achukue rasilimali. Lazima afanye hivi, achukue hiki. Ndio anachokifanya Myahudi. Kwa hiyo ni ishara ya kuonyesha kama Waislamu wangeungana, dunia lao lingekuwa moja, hakuna mtu ambaye angeweza kuwagusa Waislamu. Hakuna katika dunia hii. Hakuna. Mfano mdogo ni Irani katuonyesha. Irani, taifa lile la Irani ambao uchumi wake ulikuwa upo chini. Lakini leo Irani anaonyesha maajabu ambao tulikuwa tukiaminishwa kwenye video. Manake Irani tumeaminishwa kwenye video kumbe ni superpower, kumbe sio superpower. Wale wa Israeli tuliaminishwa kuwa wana nguvu na teknolojia, kumbe hawana teknolojia. Irani kaingia pale, kaenda kafumua kila kitu. Iron bombs zote kafumua. Leo Irani anapiga anavyotaka pale Israeli. Kafumua mifumo yote ile, kafumua Irani. Yote kafumua. Na anapotaka popote anapiga. Yaani pale Middle East hakuna mahala ambapo Irani anashindwa kupiga, hakuna. Na mifumo yote kaifumua. Hivi tunavyozungumza hakuna bezi hata moja ya Marekani Middle East, hata moja. Zile bezi za Saudia zote zile Irani kapiga, zote kapiga Irani. Bezi za Saudia zote za Marekani kapiga. Ukienda Iraki zote kapiga. Ukienda kule Bahrain zote kapiga. Ukienda hakuna, ukienda Dubai ndo wifi Dubai. Bezi zote, na akijua kwamba mahala fulani wa Marekani wamekwenda kukaa kwenye hoteli fulani, anakwenda anapiga. Ni nchi ndogo, ni nchi ambayo yuko peke yake, lakini kaonyesha lau kama Waislamu wataamua kufanya lao,
hakuna anayeweza kuwazuia. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wazinduke na huu mpango wa madhehebu, huyu salafi, huyu sufi, we mtu wa bid'a, maulida haifai, itima haifai. Huu ulikuwa ni mpango mkakati wa muda mrefu kuwagawa Waislamu. Ni mpango mkakati. Wewe tazama, kuna baadhi ya watu wakitoka kwenda kusoma kwenye baadhi ya nchi, wakienda kusoma, wakirudi tu fikra zao, mitazamo yao ni kuwagawa watu. Kuna vijana hapa wanapata scholarship za kwenda kusoma kwenye baadhi ya nchi, wakienda kusoma kule, wakirudi tu hapa kazi yao ni kutukana watu, kazi yao ni kuwagawa Waislamu, kazi yao ni kufarakanisha tu. Kwa hiyo kule wakienda kusoma wanakwenda kulishwa misimamo na itikadi za Mayahudi wanazotaka wao, kwa sababu haina maana wanachoenda kusoma kule hapa hakipo. Yani ukifundishwa babul miyah, mlango wa maji hapa, ukienda kusoma nje babul miyah inakuwa ndio ile ile. Lakini kuna baadhi ya nchi, kuna vijana wakienda kusoma wakirudi hapa ni shida, tunafarakanishwa, huyu sijui fulani, wewe ufai, wewe sio Muislamu, wewe ni mubtadi, wewe sijui nani. Mwisho wa siku Waislamu tumekuwa, huu ni mpango mkakati wa Mayahudi na wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Lakini leo tungekuwa tuna nguvu, dunia ingekuwa wapi? Leo Irani ikaonyesha mfano ule pale. Sasa tazama wale vibaraka wale wa Saudia, tazama wale vibaraka wa Bahrain, tazama wale vibaraka wengine. Ndio kila siku nawaambia Waarabu, lau siku ikitokea wakazinduka katika usingizi waliokuwa nao, siku ikatokea wakazinduka, hii dunia inarudi katika mikono ya Waislamu. Hii dunia inarudi katika mikono ya Waislamu. Siku ikitokea Waarabu wakazinduka, wakatoka kwenye ule usingizi waliokuwa nao, hii dunia inarudi katika mikono ya Waislamu. Lakini kama Waarabu watabakia katika mtazamo ule na wakawa wanaendelea kuwekewa vibaraka kwenye tawala zao, Uislamu huu kupata nguvu tusahau, labda kwa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Waislamu ndio tumeushika uchumi wa dunia. Tumeushika uchumi wa dunia. Waislamu tumeushika uchumi wa dunia. Kwa sababu mafuta ya kwetu na dunia, uchumi ni mafuta. Na mafuta ni ya kwetu Waislamu. Kama letu lingekuwa moja, dunia ingekuwa ni ya kwetu. Hakuna mtu ambaye angeweza kuwa juu zaidi ya Waislamu. Hakuna. Lakini leo tazama tulivyokuwa lumwage. Kwa hiyo huu ndio mtazamo wa namna hali ilivyotoka baada ya mtume, mifarakano, furqa na yanayoendelea leo duniani. Akitokea mtu akwambia wale Irani mashia wale hivi na hivi, huyo bado yani kuna fikra imemuingia, anatakiwa afanywe brainwash. Yani kuna brainwash atakiwa ifanyika, asuguliwe ubongo wake, usuguliwe mpaka ukae sawa, ili ajue dunia ipo katika mtazamo wa aina gani. Hatupo kwenye habari ya ushia na usuni. Yani tutoke huko kwanza. Kweli tunakhtilafiana katika baadhi ya mambo sisi kama Waislamu, lakini when it comes habari ya Uislamu, letu yatakiwa iwe ni moja, sio kuangalia yule Shia, huyu Salafi, huyu Sufi. Linapokuja jambo la Uislamu, letu yatakiwa liwe moja. Ndio maana wakiwa wanakufa watu Gaza, haitaki kusema wale watu fulani, wanaokufa ni Waislamu. Yatakiwa letu liwe moja. Tukishakuwa letu baadaye tunakuja, wewe sasa unaamini hivi, wewe unavaa swali ndefu, kitma haram, hao ni ya kwetu ndani sasa. Lakini tukija nje yatakiwa letu liwe, kwa sababu wale wakija hawaji kutushambulia kama huyu Salafi, huyu Shia, wanakuja kutushambulia kama Waislamu. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba inapaswa tuwaombee dua wale wa Irani. Wale wa Irani wale inapaswa tuwaombee dua. Tena tuwaombee dua sana. Kwa sababu amekuja kudhihirisha baina ya maji na mafuta. Amekuja kumwaibisha Marekani, amekuja kumwaibisha Myahudi. Kwa hiyo yule anapaswa aombewe dua. Na hakuna anayeweza kufanya vile zaidi ya yeye. Hakuna anayeweza kufanya vile zaidi ya Muirani. Peke yake ndo anaweza. Na hii inaonyesha kwamba wale watu wapo sawa. Hawana unafiki ndani yake, hawana. Wale wapo sawa wale. Na lau kama wangekuwa wanafiki wale, leo Irani isingekuwa vile. Uzuri wa Irani huwa viongozi wake hawatengenezi chawa. Unajua ukiwa kiongozi inatakiwa utengeneze kiongozi, usitengeneze chawa. Sisi asilimia nyingi tunapenda kutengeneza chawa, hatupendi kutengeneza viongozi. Wale Irani unaweza ukamua Khamenei akaja mwingine akawa zaidi ya yule. Ukimwole Mujitaba atakuja mwingine zaidi. Yaani wale wametengeneza viongozi. Kwa kila anayekuja pale ni kiongozi. Si hapa asilimia nyingi tunakuwa tunachawa. Kiongozi akishakuwa kiongozi hapendi kumtengeneza kiongozi mwingine, anapenda atengeneze chawa. Awe anamsifia, anampanga. Wale Irani wametengeneza watu. Walikuja wakaondoa utawala wa kifalme ule, ulivyoondoa utawala wa kifalme wakaweka utawala uliokuwa imara.
Ndio maana unaona wale wana misingi yao, wanatembea kwenye misingi yao. Ndio maana utakuta hata waziri huwezi kumkuta anaishi kwenye maisha ya kifahari. Huwezi kumkuta waziri wa Iran anaishi maisha hayo. Utamkuta yupo mtaani, anafundisha chuo kikuu. Yaani maisha yake ni ya kawaida. Yaani wale ni viongozi. Ukiwa kiongozi maana yake unatumikia taifa. Sikwambii ule utawala wa kifalme wa Kisuudia kwamba akifa baba anakuja mtoto, akitoka mtoto anakuja mjukuu, wanarithishana. Kule hakuna mfumo huo. Ni mfumo uliowekwa kwamba akitoka kiongozi anakuja kiongozi, akitoka kiongozi anakuja kiongozi. Wanaamini kwamba huyu ni kiongozi sahihi. Sasa wale watakiwa waombewe dua. Watakiwa waombewe dua sana, kwa sababu wale wakishinda ile vita, wakifanikiwa, Uislamu utapata sharaf katika dunia. Na wale puppets, wale vibaraka, wale Waarabu wale watapata aibu kubwa sana. Aibu kubwa sana. Kwa sababu hata hii vita inayoendelea sasa hivi baina ya Israeli na Marekani na Iran, wale Waarabu walitoa trilioni 21 kumpa Marekani. Trilioni 21. Trilioni 21 kwenye hii vita. Trump anasema trilioni 21. Unajua wale wa Saudia na wale wengine wanamtazama Muirani kama tishio kwao pale Middle East. Kwa hiyo sio kama Trump anatumia pesa yake, ni pesa iliyotoka kwa Arabu. Unaona wale jamaa walivyokuwa vibaraka wa ajabu, ni pesa iliyotoka kwa Waarabu. Ndio unaona Trump na ameongea hivyo Trump kwamba sio pesa ya Marekani, ni pesa iliyotoka kwa Waarabu. Wamechanga, wamempa. Ndio anakwenda kupigania vile vita. Haya kiko wapi? Kwa hiyo Waislamu inatupasa letu tuungane liwe moja, tusiachane. Kweli ukisoma katika historia kulitokea mizozo na mifarakano, lakini mifarakano hili ilitokea haikuwafanya Waislamu lao lisiwe moja. Linapokuja jambo letu la Uislamu, letu liwe moja. Inshallah tuadhini baada ya adhana, inshallah tamalizia dakika 2 tuingie katika sala inshallah.